Klabu ya Young Africans hii leo imeendeleza kuonesha ubora wake mara baada ya kupindua meza kibabe, na unaweza kusema kwamba Dodoma Jiji ni sawa alichokoza mzinga wa nyuki mara baada ya kukubali kupokea kichapo kikali cha bao 3-1 katika uwanja wa KMC, ligi ya NBC Premier League, na huenda hii ni ikawa salamu kule Misri katika mchezo wa marudiano utakaopigwa pale visiwani Zanzibar, New Amaan Complex, katika kombe la CAF Champions League. Tutakwenda kuchambua, je, kiwango cha Yanga kilikuwa cha kuridhisha na viwango vya mchezaji mmoja mmoja. Na kama kawaida hapa pembeni yangu nipo na mwalimu, yeye ataenda kutuambia mchezo ulikuwa namna gani hii leo dhidi ya Dodoma Jiji. Naam, karibu sana. Shukrani sana. Tuanze na uchambuzi wa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo ulikuwa namna gani? Kiwango cha Young Africans kilikuwa cha kuridhisha? Maana wengi baada ya mchezo kutamatika ni kana kwamba walikuwa na shaka dhidi ya kiwango cha timu hiyo. Mchezo wa leo performance ya Yanga ilikuwa chini kama tulivyozoea, lakini kwa aina ya game ya leo Yanga ilipaswa tu kucheza katika mifumo ile imradi kupata tu alama 3 dhidi ya Dodoma Jiji. Hivyo tunaona Yanga anajiandaa kwenda kumaliza mechi dhidi ya mpinzani wake National Al Ahly kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo leo nilitegemea mabadiliko yatatokea mengi, hata wachezaji performance yao ilikuwa chini sana kutokana na mechi ambayo waliocheza nyuma. Kwa hiyo akili ya Yanga sasa hivi ipo katika mechi kubwa dhidi ya National Al Ahly. Kwa hiyo mchezo wa leo nilitegemea kuona wanapata alama 3, lakini katika performance nilitegemea kabisa performance yao haitokuwa juu sana. Hivyo hata kipindi cha kwanza tunaona mabadiliko aliyofanya, alivyoanza Musa Bala Conte pale kiungo wa chini, Mudasia na Max Zengeli, tulikuwa tunaona pale Musa Bala Conte akicheza utofauti mkubwa akicheza Damaro. Damaro ni kiungo fulani ambaye anakuja anashuka chini kuchukua mpira, ila tunamwona Musa Bala Conte anakaa katika eneo lile lile, tuna mabeki kwenye kupandisha mashambulizi yupo nyuma sana Musa Bala Conte. Hivyo mabadiliko tu yalivyofanyika kipindi cha pili, alivyoingia Mohamed Damaro, alivyoingia na Okelo pamoja na Duke Abuya, tukaona kabisa mabadiliko yalivyotokea katika safu ya ushambuliaji. Kadri siku inavyozidi kwenda inaonekana kwamba vita ya namba inazidi kuwa ngumu katika kikosi. Tumeona leo mwalimu kocha Pedro Gonçalves amemwamini Mudathir Yahya kuanza katika eneo la ukabaji la kati, lakini inaonekana kwamba ni kama haitendei haki ukilinganisha na bwana mdogo Damaro ambaye amesajiliwa hivi karibuni. Unadhani changamoto inakuwa wapi hasa hapa? Mudathir Yahya ukimzungumzia mechi ametoka majeruhi, alivyotoka majeruhi akalikava mechi yake ya kwanza akacheza dhidi ya National Al Ahly. Hata kiwango chake hakikuwa bora kutokana na alitoka katika majeruhi. Hivyo Mudathir bado anajitafuta, anajitahidi sana kulikava, na ndio maana mwalimu Pedro amekuwa akimwamini naye kumuanzisha au kutokea sabu imradi alikave ili kucheza katika kiwango bora katika namba yake. Pia Depu inaonekana ni kama silaha mpya pale Jangwani. Kadri siku zinazozidi kwenda ndivyo ambavyo performance yake inazidi kuonekana kuwa bora zaidi. Unazungumziaje mshambuliaji huyu? Yanga pale sasa hivi wamepata mali. Ukizungumzia eneo la namba 9, amekuja amecheza mechi 2, ana magoli 3 na assist 1. Mchango mkubwa katika timu yake. Hivyo hata ukiangalia namba zake kwa sasa hivi ni kubwa ukimlinganisha hata na Prince Dube ambaye mara kadhaa akiwa anakosa nafasi kuwazuru wapinzani wake. Kiwango ambacho umekiona leo, tunajua kwamba kitu kinachofuata Young Africans itapanda boti, itavuka maji kwenda kule visiwani Zanzibar katika mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya National Al Ahly. Nyumbani kwa Al Ahly Yanga idondosha pointi 3. Je, vipi sasa washakuja nyumbani pale New Amaan Guantanamo Bay? Unadhani kwa namna ambavyo Yanga inavyoendelea kucheza na performance yake inaweza kuleta ladha tofauti, kwa sababu mpaka sasa ana nafasi ya kufuzu ukilinganisha na timu nyingine zote zina alama moja? Unaozungumziaje mchezo huu wa marudiano? Nauzungumzia mchezo ambao utakuwa bora, mchezo ambao hata Al Ahly naye atakavyokuja ataamini kupata alama 3 dhidi ya Yanga. Hivyo ili mradi apunguze mzigo kwenye kufuzu kwenda hatua inayofuata. Hivyo mchezo hautakuwa mwepesi sana, hata Yanga nalo hilo wanalifahamu kwamba Al Ahly sio unga au Al Ahly sio ni timu ambayo inakuja tu huku kuja kupaki basi. Al Ahly nao watatamani kurahisisha huko mbele, watatamani kupata alama 3 dhidi ya Yanga wajihakikishie katika kufuzu moja kwa moja. Hivyo Yanga nao hawana budi kuforce alama 3 dhidi ya Al Ahly. Mechi naiona itakuwa nzuri, itakuwa mechi ya kiushindani sana huko Amani. Basi nashukuru sana mwalimu kwa uchambuzi wako. Na huyo ndio mwalimu akitoa yake machache kuhusiana na mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji ambao Yanga wamefanikiwa kupata alama 3 kwa moja, na inaonekana kwamba huenda Young Africans wakiendelea hivi
watamaliza msimu bila kufungwa na kupata kombe kama ilivyokuwa kawaida yao. Kituo kinachofuata kwa sasa ni pale Guantanamo Bay New Amani Complex Zanzibar katika mchezo wa marudiano dhidi ya National Al Ahly katika ligi ya mabingwa barani Afrika, na mchezo huo Yanga inabidi apate walau alama 3 ili kujihakikishia kufuzu katika robo ya fainali. Nini maoni yako? Tuandikie hapo nasi chini katika channel yetu ya YouTube ASJC Media, lakini kikubwa usiache kusubscribe ili kwanza kupata habari zote moto kemkem za kimichezo ndani na nje ya nchi. Kwa haya na mengine zaidi, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok na kwingineko. ASJC Media. Nikutakie muendelezo siku njema. Bye bye.